Kuna mama moja ambaye alipata habari ya kwamba mume wake ana mtoto nje. Yule mama hakuweza kuamini, na kwa sababu hakuweza kuamini, kitu hicho kifanya, hakuwa na haraka sana ya kuweza kumuuliza mume wake ya kwamba mbona nimesikia kama una mtoto nje, kwa sababu hakuweza kuamini yale maneno aliyoyasikia. Zaidi alimwamini mume wake kwamba hawezi kufanya jambo lolote la kuweza kumsaliti mke wake kwa namna ya upendo ambao wamekuwa wakipendana. Lakini kadri ya siku zilivyozidi kuendelea, matumizi yakawa ni adimu kwa yule mwanamke ambaye ana mtoto kwa huyo mwanaume. Yule mwanamke akawa anajua nyumbani kwa yule mwanaume anakoishi pamoja na mke wake. Ikabidi amchukue mtoto akaenda nyumbani kwa yule mwanaume, akamkuta mke wa yule mwanaume ameenda kazini. Akasema, mimi ni mke mwenzako, ijapokuwa ni kwa siri. Wenda taarifa ulipata au haukupata. Leo hii nimekuja kwako nijidhihirishe live kwamba mumeo alikuwa na mimi na mumeo akanipatia mimba na huyu ndiye mtoto wake. Yule mama aliyekuwa kwenye ndoa akamtazama yule mtoto, akatazama na watoto wake, akakuta sura ni ile ile moja, vidole ni vile vile, miguu ni ile ile, macho ni yale yale, kila kitu. Kitazama watoto wake na yule mtoto wa nje, anaona ni kama aliyemzaa yeye mwenyewe. Sasa kitu kilichotokea, yule mama akawa amemwacha mtoto pale, akaondoka zake kwenda nyumbani. Akapiga simu kwa mwanaume akasema, nimeenda nyumbani na nikamwacha mtoto wako pale kwa sababu matumizi yamekuwa ni adimu kwangu, na saizi naomba usinijue, mimi naanza kuwa na mtu mwingine kwa sababu wewe umerudi upendo kwa mke wako wa kwanza na matumizi kwangu hauleti. Usinijue na mtoto wako yuko nyumbani kwa mkeo. Mwanaume kichwa kikawasha. Anawezaje kurudi nyumbani kwa mkewe na mkewe alimwamini kwamba hawezi kufanya kitu chochote, hawezi kumsaliti. Mwanamke kule aliyeachiwa mtoto, ambaye ndio mke wa ndoa, aliyeachiwa mtoto, jambo alilofanya, akaingia kwenye kitabu kizuri cha Wathesalonike wa kwanza 5:18 ambayo imeandikwa, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu katika Kristo Yesu. Alipoingia kwenye hicho kitabu, akaanza kumshukuru Mungu kwamba Mungu, nakushukuru kwa ajili ya jambo hili ambalo limetokea. Sikiliza nikwambie, wakati anamshukuru Mungu, huyu mwanamke akafunuliwa namna ambavyo vituko alivyokuwa akimfanyia mume wake, vituko alivyokuwa akimfanyia mume wake. Yaani yuko ndani ya shukrani, yuko ndani ya shukrani, anafunuliwa namna ya vituko ambavyo alivyokuwa anamfanyia mume wake, namna ya vile vituko alivyokuwa anamfanyia mume wake. Akawa akionyeshwa sasa namna mume alivyokuwa ameghadhabika na kuelekea nje, na huyo mwanamke wa nje akapata mimba, na mwisho wa siku yakatokea yale kitu ambacho kimetokea. Yule mwanamke badala ya kupaniki, akawa ni mwanamke ambaye ameshuka chini sana, kwa sababu amejua tatizo na kosa ambalo lililomfanya mume wake atoke nje ni yeye. Sasa kimbembe kiko kwa mwanaume, namna ya kurudi nyumbani na taarifa ameshapokea. Sikiliza nikwambie, yule mwanaume aliporudi nyumbani akakuta yule mwanamke ambaye ni mke wake anampetipeti yule mtoto ambaye ni mtoto wa nje, anampetipeti. Yani unaona ile namna ya upendo, ameonyesha upendo mkubwa kwa yule mtoto wa nje ya ndoa. Mwanaume anashangaa, huu ni mtego au ni kitu gani? Kabla hajaongea neno, mke wake akamwambia, mume wangu nisamehe sana. Mwanamke alipoleta mtoto huyu, kiukweli nilighadhabika, lakini nilipofungua maandiko nikaanza kusoma kwenye kitabu cha Thesalonike wa kwanza 5:18 nikaona nasema, mshukuru Mungu kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu katika Kristo Yesu. Wakati namshukuru Mungu, nikawa nikiletewa picha, naona kabisa hivi namshukuru Mungu, lakini naona namna nilivyokuwa
naleta shida kwenye ndoa yangu kwa kukukwaza wewe, lakini ulikuwa unachukulia kawaida. Sasa kwa namna hii nimekubali kubadilika mme wangu, na huyu mtoto nitamlea kama mtoto niliyemzaa mimi mwenyewe. Mwanaume hakuamini, lakini akaona kwa kadri siku zinavyozidi kuendelea, kweli yule mtu amebadilika. Kilichotokea, upendo wote wa mwanaume ukahamia zaidi tena kwa mke wake wa ndoa. Imeandikwa, limeumbwa jambo jipya duniani, ya kwamba mwanamke atamlinda mume wake. Imeandikwa, mwanamke huvunja ndoa yake kwa mikono yake yeye mwenyewe. Jifunze kitu kama wewe ni mwanamke katika ujumbe huu. Mungu akubariki sana. Amen.